Na bila shaka mtazamaji, shukran za dhati kwa kuendelea kutazama. Karibu tena tuzame kwenye sehemu ya afya yako, ambapo nilivyokuarifu leo tunataka kufahamu, je, kwa maisha ya binadamu kuna umuhimu upi wa kutembea bila viatu, ikizingatiwa kwamba kwa wengine huenda ni swala la aibu, lakini kwa daktari ambaye tuko naye hapa studioni atakuwa anatueleza umuhimu wake, yeye mwenyewe akiwa ni mmoja ambaye hutembea pasi na viatu. Moja kwa moja mtazamaji, karibu sana, tuko na daktari wetu hapa studioni ambaye ni Hamisi Kote Ali. Hujambo? Sijambo sana. Wakesho, vipi habari leo, umeshindaje? Sina neno, mie nashukuru. Nashukuru. Sina viatu, huna viatu. Kweli kabisa. Moja kwa moja, je, wewe umekuwa bila viatu ama ukitembea bila viatu kwa muda upi na kwa nini? Huu ni mwaka wangu wa 7. Na sababu nilitoa viatu ni kuwa kwa muda mrefu ambao nimekuwa ni daktari, nimekuwa nikijaribu kuchunguza kwa nini huwa tunakuwa wagonjwa. Na nimekuja kujua kwamba kitu kimoja ambacho kinatufanya wagonjwa sana katika kwanza maradhi haya ya arthritis na kuumwa na migongo ni viatu. Viatu ndio zina umuhimu wake. Watu wataangalia umuhimu wa viatu kama usafi, wengine wataangalia kama kujikinga kulingana na kudungwa na vitu. Lakini ukiangalia madhara ya viatu ni mengi kuliko manufaa yake. Wacha nikueleze kivipi. Viatu inaharibu mwili kwa mara 3. Mara ya kwanza, ukiangalia maumbile ya mguu, mtoto mdogo mchanga, vidole vyake vya miguu huwa viko hivi. Kwa hivyo tukivaa viatu ni kama kuvaa ile plasta unavaa wakati umevunjika mguu, inafinya vidole vyako kwa pamoja hivi. Ikifinya vidole vyako pamoja hivi, huwa inafanya hizi vidole, ukiangalia watu wengi, vidole zingine zimepandiliana juu, zingine zimejikunja. Na hiyo inatuletea madhara mengi katika miguu. Hiyo na ya kwanza. Ya pili ni kuwa viatu zetu zina kisigino kama hichi. Zinainuka juu kidogo. Katika ile kuinuka juu kwa kiatu, basi kunafanya pia mwili unabadilisha vile unatembea, kwa sababu kiuno chako kinafaa kuwa katikati, lakini ukivaa kiatu kinasukumwa mbele. Na kwa sababu huwezi anguka, itabidi ubadilishe kiuno chako. Ukibadilisha kiuno chako, madhara ya mgongo, madhara ya magoti. Na sehemu ya tatu pia ni hii ya ndani hii ambayo tunaita arch, hii ya kusupport mguu. Ukiingiza kwa miguu, kwa sababu maso zako, mguu wako unafaa kuwa unacheza. Mguu una joint, una mifupa 26 na mguu pia una joint 33. Hizi joints zinafaa kuwa zinacheza moja baada ya nyingine. Lakini ukivaa kiatu ambayo hakikubali mguu kucheza, basi huwa zile maso za mguu huwa zinakuwa hazina nguvu. Zikiwa hazina nguvu zinakuwa weak. Unapata ile flat foot, kisha unaanza kupata uchungu kwa miguu. Na sio hiyo tu. Wakati sisi huwa tunatembea, kuna kule kuongea na dunia na ardhi. Mwili wetu umeumbwa specially kwa sababu Mungu akituumba, kwanza tumesema vidole viwe hivi. Cha pili kutupea ni kuwa pande hii ya mkono ama ya mguu ni ngumu kuliko pande ya juu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alitaka kila wakati tukitembea ama tukiweka miguu yetu chini, tunaweza kujua ni nini iko chini ya mguu wetu. Wakati hatuwezi kujua, tukivaa kiatu kama ile, hiyo sensation, hiyo kuongea na dunia inakuwa imepunguzwa sana. Na katika kupunguza hiyo communication, kuna kitu inaitwa proprioception. Hiyo proprioception huwa inapotea. Ikipotea, basi huwa tunaanza kuumwa, mwili wetu ufanyi kazi vizuri, kushikana. Na ndio sababu unaona siku hizi watu wengi wanaanguka ovyo ovyo. Mtu anatembea anaanguka. Watu wengi wanalia shida ya magoti. Watu wengi wanalia shida ya kiuno, shida ya mabega. Zote hizi ni kwa sababu ya viatu. Wajaribu watembee bila viatu waone. Daktari, kwa haraka maana muda haunasi, pengine wewe mwenyewe unapotembea bila viatu huo ni aibu? Na je, ni maeneo yapi hivi kabisa huna viatu, ama kuna wakati unavalia viatu? Tumekuona safari za ng'ambo, waweza kuenda msalani. Zungumzia hilo kwa kifupi. Sina viatu kabisa. Nilikuwa ni mtu mwenye kupenda viatu sana. Nilikuwa na pea nyingi sana za viatu. Lakini zote hizo nilipea ndugu zangu na nikapea na kazi zangu. Kwa sababu nilikuja kujua kuvaa viatu ni ugonjwa kwangu. Kwa sababu kitu moja tunafaa tuogope sisi wote ni kuwa tukizeeka alafu tushindwe na kutembea, tushindwe na kujibeba mwili wetu, basi huo ndio ugonjwa mkubwa zaidi kuliko kansa, kuliko diabetes, kuliko hypertension, kuliko maradhi yote yale. Kwa nini? Unaposhindwa kujibeba, basi huo unapoteza ule ubinafsi, ule utu wako. Kwa sababu watu lazima wakufanyie kila kitu, wakupeleke msalani, wakubebe kila unapoenda. Na je, zile germs mfano pale chooni na kuaje hapa daktari? Mwaka wa 7 sasa sijavaa viatu. Kama kungekuwa nazo ningekuwa mgonjwa. Mguu yangu ndio hiyo. Mguu wangu ndio huo.
ningekuwa mgonjwa. Sijakuwa mgonjwa, sijalazwa hospitali miaka 7, sijakuwa mgonjwa miaka 7. Nashukuru Mungu. Anaipania kuanza aanze vipi? Maana huwezi anza siku moja tu ukaamka kwa haraka. Ukanyaga chini, mimi naambia mtu si lazima ukae siku yote bila viatu. Lakini kitu kia muhimu ni kuwa unajipangia kama dakika 30 kwa siku. Ukanyage chini kwenye nyasi kwanza. Na kama huwezi, kwanza kanyaga tu chini ukiwa umeketi kwenye kiti ili upunguze ile kutekerenya kwa miguu. Kisha anza kutembea kwa nyasi na mchanga, na kisha baada ya hapo ndio utaanza kwenda kwenye sehemu ngumu. Usianze kwenye sehemu ngumu. Pia mtoto akizaliwa haanzagi kutembea. Kwa hivyo anza kidogo alafu kuulize. Naam, bila shaka kuna mengi. Wapatikana wapi? Mimi napatikana katika hospitali ya huduma ya afya ambayo tunaita The Human Garage Wellness Center. Tuko Garden Estate hapa Nairobi. Na tuko na branch pia Nairobi, Mombasa pale Biashara Building. Asante sana. Bila shaka mtazamaji, hata mimi sina viatu. Nafikiri unaniona niko hivyo. Basi nitakuwa najaribu angalau kwa siku dakika 30 hivi nione itakuwaje. Na daktari vile ukikutana naye usishangae ni kwa nini anatembea bila viatu. Yeye si mwehu bali anajua kile ambacho anafanya. Ni Daktari Hamisi Kote Ali, huyu ni daktari wa viungo. Asante sana kwa muda wako na vile kauli zako. Shukrani sana kwa kunialika. Naam, bila shaka